Tumsifu Yesu Kristo. Basi nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwanza kwa mwaliko babangu Padre Albanus kwa mwaliko mzuri ambao umenipa kwa mara ya nadhani ya pili ya tatu kusali mahali hapa, na nimefurahi kuona wanaume wa Katoliki. Kabla sijaenda mbali zaidi, kwa kweli nimebarikiwa na kwaya ya hapa siku ya leo. Wameimba vizuri sana. Hayo makofi hayo, yani tulichokosa ni vigelegele tu leo, lakini kila kipo. Hebu nisikie kigelegele tena kama kipo. Wamepiga wanaume au? Basi tumshangilie Mungu kwa makofi mengi sana. Nitajitambulisha baadaye, niende moja kwa moja kwenye semina yangu ambayo tuna dakika kadhaa ambacho tunataka tuongee, na mada ambayo nataka niongee kwa kifupi dakika kadhaa hivi 25, 30, 40. Ambacho nataka niongee ni katibu alikuwa anatoa matangazo hapa, amesema kuhusu ile inaitwa ni salamu ya uwaka, ni salamu au ni salamu au nini ile? Wanaume Katoliki. Sasa base zisiki vizuri kwa sababu hamna sauti ya kwanza. Ninaomba tuitikie kabisa. Wanaume Katoliki. Tufanye hivi, nguzo imara hekalu la Bwana. Wanaume Katoliki. Nguzo imara hekalu la Bwana. Asante sana, asante sana. Leo nataka niangalie nafasi ya mwanaume kama msingi au nguzo ya kanisa au ya familia au ya jamii. Kwa hiyo somo limegawanyika sehemu mbili, tuone kama nitamaliza. Sehemu ya kwanza ni mwanaume kama msingi. Mwanaume kama msingi. Ndugu zangu wana Salasala, ukiangalia namna ambavyo Mungu alivyomuumba mwanaume, kuna jambo kubwa sana ambalo tunajifunza. Tunaona kwamba mwanaume ndio aliumbwa kwanza. The man is God first builder. Wa kwanza kuumbwa alikuwa ni mwanaume. Kwa hiyo Mungu alipotaka kutengeneza familia, Mungu alipotaka kutengeneza taifa, Mungu alipotaka kutengeneza jamii, alianza kwanza na nani jamani? Mwanaume. Alianza na mwanaume. Kulipita muda mrefu sana kama tunasoma Biblia kabla mwanamke hajaumbwa. Hatujui ni muda gani, lakini ulipita muda mrefu kabla mwanamke hajaumbwa. Kwa nini Mungu alimuumba mwanaume kwanza? Kwa nini Mungu alimuumba mwanaume kwanza? Sio kwa sababu mwanaume ni bora sana, lakini alikuwa anatengeneza msingi ili vingine vyote vitakavyokuja kuumbwa baadaye vilale chini ya msingi. So the man aliumbwa as a foundation, kama msingi. Sasa mimi ni mwalimu, nimefundisha chuo kikuu pale kwa miaka 18, na somo ambalo nilikuwa nafundisha ni foundation, ni construction. Mimi ni mtu wa construction kidogo. Kwa hiyo nimefundisha mwaka wa pili construction na building material kwa miaka 18. Nimestaafu mwaka jana. Kwa hiyo ninachokiongea ni kitu ambacho nimekipractice, na hapa jengo mnaliona. Ni mwanaume pekee aliyotoka direct kutoka kwenye earth, kutoka kwenye udongo. Hii ni kwa sababu Mungu alikuwa anatengeneza msingi, foundation of the human family, msingi wa familia na wa taifa. Alianza na msingi. Mwanamke akutoka kwenye udongo. Nadhani wote tunajua jamani, si ndio? Mwanamke akutoka kwenye udongo kwa sababu mwanaume ndio alitoka kwenye udongo, mwanaume akatoka kwenye mwili wa mwanaume, mwanamke akatoka kwenye mwili wa mwanaume. So she was designed to
to rest on the man. Alitengenezwa ili akae, atoke kwa mwanaume. Ndio maana alitoka hapo. Sisi tulitoka kwenye udongo. Kwa hiyo mwanamke alitakiwa awe apate support kutoka kwa mwanaume. So the male is the foundation of the family. Unasikia watu wanasema kwamba family is the foundation of the society. Familia ni msingi wa jamii. Huo ni uongo, sio kweli. Msingi wa jamii sio familia. Msingi, the foundation of the society, sio familia, ni mwanaume. Wanaume naomba mjipigie makofi. Mungu hakuanza kutengeneza ulimwengu kwa familia. Alianza kutengeneza ulimwengu kwa kupitia nani? Wanaume tuitikie. Alianza kutengeneza ulimwengu kwa kupitia nani? Wanaume Katoliki. Kwa hiyo alianza na mtu mmoja. Anaitwa nani kwenye Biblia jamani? Adamu. Ndugu zangu, tunapoanza ujenzi wa nyumba, na wengi hapa mmejenga, nimepita manyumba mazuri, magorofa mazuri huku, huwa tunaanza na msingi. Uongo kweli jamani? Tunaanza na msingi. Hatuanzi na paa, hatuanzi na madirisha, hatuanzi na kuta, hatuanzi na tiles, hatuanzi na vioo. Tunaanza na nini waumini? Wanaume, msingi. Na Mungu hivyo hivyo alipotaka kuanza kutengeneza jamii, alipotaka kuanza kutengeneza familia, alianza kwanza na msingi ambao ni nani? Mwanaume. Naomba jipige kifua hivi mwanaume, jipige kifua hivi mwanaume. Sema alianza na mimi. Jipige hivi, sema alianza na mimi. Alianza na mimi. Just like a house depends on the foundation. Kama vile ambavyo hili kanisa letu linategemea uimara wa msingi, vivyo hivyo a family reflects the state of a man. Familia jinsi ilivyo inategemea na mwanaume jinsi alivyo. Kwa haraka haraka niongee sifa 3 za msingi ambazo nawafundishaga wanafunzi. Sifa 3 za msingi. Cha kwanza, foundation ndio inayebeba uzito wote wa jengo. Uzito wote wa hili kanisa limejengwa na nani? Limebebwa na nani jamani? Na msingi. So sifa ya kwanza ya msingi ni kubeba uzito wa jengo lote. Hili paa uzito wake unaelekezwa wapi jamani? Kwenye msingi. Hizi nguzo tunazoziona zinachukua uzito wa wale watu wa juu, zinapeleka wapi? Kwenye msingi. Sisi huku hapa mwenye kilo chache sana nadhani ana kilo 60 hapa. Tukikalkuleti uzito wote unachukuliwa wote unapelekwa wapi jamani? Kwenye msingi. Sasa kuna weight, uzito wa aina 4 ambao msingi unabeba. Uzito wa kwanza, na sasa nikiongelea msingi naongelea nani jamani? Mwanaume, sawa? Uzito wa kwanza ambao msingi unabeba ni spiritual weight, uzito wa kiroho. Akina wanaume naomba mnisikilize. Mwanaume ndio anabeba uzito wa kiroho, spiritual weight. Mwanaume anabeba uzito wa kiroho wa familia, uzito wa kiroho wa kanisa lake. Na nimefurahi hapa nilipoona kamati zinatajwa hapa, niliona 1% kubwa walikuwa wanaume. Naomba mjipigie makofi wanaume wa Salasala, mjipigie makofi. Nyumba isiyo na baba anayesimama kiroho iko wazi kwa mashambulizi ya adui. Nisikilize, na mtajua kwa nini hali ya jamii iko jinsi ilivyo. Mtajua leo. Nyumba isiyo na baba ambaye amesimama kiroho iko vulnerable, ni rahisi kuwa attacked na adui. Ni hatari wanaume wenzangu, kudharau masuala ya kiroho ni hatari.
Ni hatari wanaume wenzangu kudharau masuala ya jumuiya, masuala ya kiroho. Nadhani kadiri siku zinavyokwenda mnaanza kuona hali ilivyo. Mambo ya kiroho wanaume wanaanza kuyadharau kidogo kidogo. Sijui kwa salasala, lakini ukienda, mimi ni mwenyekiti wa jumuiya pia ya Mtakatifu Yakobo pale Makabe, mimi ni mwenyekiti pale. Ukienda jumuiya ukawakuta wanaume 4 au 5, ni sherehe. Sijui huku salasala. Wanaume tunabeba uzito wa kiroho. Mungu alipomuumba mwanadamu alianza na mwanaume kama msingi, akampa kila kitu akitunze. Mwanamke akaja baadaye. Na mnakumbuka wakati shetani anakwenda kwa mwanamke anamwambia ale tunda, mnakumbuka alimwambia matunda ya miti yote tumeambiwa tusile, lakini matunda ya mti wa katikati matunda yote tumeambiwa tule, lakini matunda ya mti wa katikati tumeambiwa tusile. Maana yake huyu mwanamke alifundishwa na mwanaume, kwa sababu mwanamke hakuwepo wakati Mungu anampa maelezo Adamu. Kwa hiyo Adamu alimfundisha mambo ya kiroho mwanamke. Na mnakumbuka baada ya kula tunda, Mungu alipokwenda alimuuliza nani jamani? Alimwambia Adamu, where are you? Uko wapi? Hakumuuliza mwanamke. Alimuuliza nani? Mwanaume. So wanaume tunabeba uzito wa kiroho, spiritual weight. Jambo la pili ambalo wanaume tunabeba, financial weight, uzito wa kiuchumi. Ada, mwanaume anahusika. Kodi, mwanaume anahusika. Chakula, mwanaume anahusika. Matibabu, mwanaume anahusika. Mahitaji yote ya familia, mwanaume anahusika. Tunabeba uzito wa nini? Wa kiuchumi, ni mwanaume. Sasa nitakuja kuongea baadaye, hali inaanza kugeuka taratibu. Hali inaanza kugeuka. Wanaume sasa hivi hawahusiki, hawataki kubeba tena uzito wa kiuchumi, hawabebi. Nitaongea baadaye. Ukishaitwa mwanaume, kuna wimbo aliimbaga nani? Wanaume nani? Mjamani nisaidie. Ukishaitwa mwanaume, hebu mpongeze mwanaume mwenzako, mwambie hongera sana kwa kuwa mwanaume. Mpongeze, mwambie hongera sana. Sio mchezo kuwa mwanaume. Mbona muambizani? Mwambie sio mchezo kuwa mwanaume, mwambie. Hata kama mke wako anapokea mshahara mkubwa kuliko wewe, ada atakwambia wewe. Sio kwamba ni responsibility ya mwanaume. Sasa nitaongea baadaye hali ilivyo sasa hivi. So tunabeba financial weight. Kwa ya kwanza tunabeba uzito wa nini jamani? Wa kiroho. Namba 2, wa kiuchumi. Unabeba, upende usipende. Ukishaitwa mwanaume, unabeba huo uzito. Ya tatu, emotional weight, uzito wa kihisia. Emotional weight. Huu ndugu zangu, wanaume wenzangu, baba padri na padri Kabugisha, ni mzigo mzito sana wanaume wanabeba. Emotion, hisia. Kwa sababu tunakaa na wanawake ambao sayansi imefanyika miaka michache iliyopita, wanasema kichwa chao kizima kimejaa doti za emotion, za hisia. Ndio tunakaa nao. Sasa siku nyingine tutapata muda tuongee kwa kirefu, leo muda mchache sana. Mwanaume tunabeba hisia, kustahimili maumivu kimya. Mwanaume anastahili, mke akiwa na huzuni anabeba, mtoto akiwa na shida anabeba, ndugu, matatizo ya ndugu yote anabeba mwanaume. Naomba wanaume mjipongeze kwa makofi, mnabeba emotion, hisia zote mnabeba. Na wanaume hawana nafasi ya kulia. Jamii imewaambia mwanaume aliagi. So zile hisia, wanawake utofauti wao na sisi, wao wanaongea. Jana mke wangu kaniambia amemisiana na jirani yake, wakaitana wakakutana pale Temboni kula kitimoto. Kwa hiyo kaondoka saa 10 akarudi saa 3. Yule mwenzake alimwambia nina mambo mengi moyoni nataka niyatue, akayatua kwa mke wangu mpaka saa 3 usiku. Wanaume wengi hatutui mizigo yetu, zile emotion tumezibeba.
Ni mzigo mzito ambao wanaume wanabeba. Sasa naomba nisome habari moja hapa. Kuna mwanaume mmoja alijinyonga, alafu Malisa, kuna kijana mmoja anaitwa Malisa, ni mtu maarufu kwenye mitandao, akaposti kwenye peji yake, anasema hivi: mwezi Agosti mwaka huu, hii ni mwaka jana, ulimvisha pete mchumba wako, ukatuomba sapoti marafiki zako kwa ajili ya ndoa yenu ulioipanga kuifunga mwezi Desemba. Kwa hiyo amemvalisha pete mwezi gani? Mwezi wa 8. Ndoa ni mwezi Desemba, na picha yao iko hapa. Tulikuahidi, tulikutakia heri na kuahidi ushirikiano, lakini leo nimeshtushwa na taarifa ya kifo chako cha ghafla. Nimeambiwa umejinyonga. What a shocking news. Mwanaume kavalisha pete mwezi wa 8, kabla ya ndoa amefanyeje? Kajinyonga. Sasa mnisamee upande huu, nimesema na concentrate walio wengi, lakini nadhani mnanisikia, si ndio jamani? Sasa akaendelea akasema, rafiki na mdogo wangu, akataja jina lake hapa, Joseph Ngonyani, nini kimekusukuma kufanya maamuzi haya magumu namna hii? Zilibaki siku chache tu kuelekea ndoa yako. Itakuwaje sasa kwa mchumba wako? Je, mipango yote mliopanga ndio imeishia hapa? Kwa nini hukutushirikisha ikiwa kuna jambo gumu uliloshindwa kulihudumia? Just rest in peace bro. Nimeishiwa maneno. Haya ndio maneno ya nani? Ya Malisa. Sasa nikaenda kwenye comment, nitasoma comment 5 tu. Nitasoma comment 5. Ya kwanza, kuna haja sasa ya kuwa na majukwaa ya wanaume. Comment. Kuna haja sasa ya kuwa na majukwaa ya nani? Ya wanaume. Kuna haja ya wanaume kutengeneza forum, sio za kuzungumza tu kuhusu kuongeza kipato, lakini namna ya kupambana na changamoto za kijamii. Hali ni mbaya. Pigeni makofi huyo jamaa. Pigeni makofi huyo. Na mpigieni makofi baba padri aliyotuandalia semina hii. Pigeni makofi pia. Wanaume wanakufa ndani, hawashirikishi matatizo yao, na wakiitwa kwenye semina hawaendi. Mimi najua sababu nini, nitawaambia baadaye. Hawaendi. Kumconvince mwanaume akusikilize ni kazi, lakini ndio tunakufa. Akaendelea, watu wanatafuta namna ya kumaliza matatizo yao kwa kugugu kwenye simu, maana hakuna hata mwenye dalili ya kutaka walau kusikiliza tu shida na changamoto ya rafiki yake au ndugu yake. Ndio maana wanawachinja wenzi wao, wanaamua kujihukumu na kujinyonga, wanakimbia familia zao ili mradi tafrani. Yote hayo naweza kusema tumekosa mwongozo katika maisha tunayoishi.